Hii ni Maisha Kamili, tutakufungulia Biblia uyaone maisha. Karibu sana ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa kipindi chetu hichi kizuri, tunapoenda kutoa leo hitimisho kwa somo la 6. Basi kabla kwanza tuweze kupata ombi. Tuombe. Mungu na Baba yetu mtakatifu, uishie milele, jina lako litukuzwe. Tunakushukuru kwa upendo wako na tunakushukuru kwa neema yako. Siku ya leo tena umetuleta ili kutufundisha. Tunaomba Baba utupe usikivu, tupate kuyaelewa haya masomo sawa sana mapenzi yako. Tunapoelewa na huyu anayetufuatilia na yapate kuelewa. Sasa tunajikabidhi mikononi mwako, uanze nasi na umalize nasi katika jina la Yesu Kristo. Amina. Kwa hiyo somo la 6 ndio tunahitimisha hivyo, kumtumainia Kristo pekee. Na tulikuwa na kauli au fungu kuu karidi, ili nimjue yeye na uwezo wa kufufuka kwake na ushirika wa mateso yake, nikifananishwa na kufa kwake, ili nipate kwa njia yoyote kuifikia kiama ya wafu. Sasa ili wazo la kumfurahia Bwana, kujionea fahari katika Bwana, katika kumjua yeye, ili wazo ambayo tumetembea nalo sana, hivi lina manufaa gani? Na sasa tunapopitia mateso, majaribu, hasara ya mambo mengine yote, ili tu kumjua Kristo, kujionea fahari katika yeye, kufurahia Kristo, inaweza kuwa na manufaa yote tunapopitia nyakati ngumu. Inaweza kuwa manufaa kwa sababu inatutengenezea subira au thabiti wa moyo. Inatuonyesha namna gani kwa upendo la Yesu Kristo ulio ndani yetu, ule uzuri. In fact anasema katika Filipi 3 pale ule la 10 kama sikosea, kwa ajili ya ule uzuri wa kumjua Kristo, Kwa mtu anaona hata kama anapitia, unajua katika nyakati ngumu mtu unatafuta uzuri wa kitu cha kupatia faraja. Sasa katika nyakati ngumu, yeye akimtazama kwamba kumbe katika ugumu huu ninapitia pamoja na Kristo Yesu, kwamba nafanya hivi kwa sababu ana lile neno la tumaini moyoni mwake. Haangalii tatizo la hili ambalo liko mbele yake, anaangalia matokeo ya baadaye au picha kubwa ya ile nini, ya ile shida anayopitia. Kwa mwisho wa siku nitafanyishwa taji au media Mungu anayozungumzia ya ushindi. Manufaa yake pamoja na maelezo ya mwenzangu ni pale ambapo unapitia ukijua kwamba kuna mtu anayejua unayoyapitia. Yeye kwa sababu na yeye amepitia haya, anayajua na anayaelewa. Amen. Kwa kuwa anayaelewa hayo unayoyapitia, yaani hayo, hilo tu linakutia moyo. Anajua na yeye ameyapitia, na ndio maana anatuambia kwamba tunapoyapitia haya tujue kwamba tuko peke yetu, yupo na sisi. Kwa hiyo manufaa yake ndio kama hayo. Sasa anajua tunayapitia, anatutia moyo, na mwisho wa siku ushindi ametuhakikishia. Kwa tayari ushajua matokeo kwamba nitayashinda. Juzi niliingia hasara ya vitu fulani vilikuwa vihusiani na mambo ya dini moja kwa moja au Kristo moja kwa moja, lakini niliona kama ni upinzani kutoka kwa yule mwovu, maana chochote kinahusiana na niliye naye. Inaweza kugusa afya, inaweza kugusa uchumi, inaweza kugusa. Sasa nilipopata hivi nikaingia kwenye swali la kwanza, kwa nini nametokea haya? Lakini hapo nikasema hapana, yule baba aliyeruhusu anataka nimjue Yesu, anataka nimjue kupitia hili. Nikaanza kuomba, nikasema Mungu, naomba unipatie kujua kupitia hili. Unajua, nikaanza
kuletewa mistari fulani ya Biblia, alafu nikaanza kuiona ile hali niliyokutana nayo katika mwanga mwingine mpya. Nikasikia faraja moja ambayo nikasikia kama kumjua Yesu katika namna nyingine fulani hivi. Wow, alikusudia hasara kuniletea hasara, nimepata faida ya kumjua. Achana na ufufuo wa wafu ile inayosubiria hivi. Lakini yote of course hii ina matokeo ya ufufuo wa wafu ya mwisho. Lakini kwa sasa hivi malipo, yani tumaini lile linaanza kunibariki. Hiyo namshuhudia Yesu hapa mbele ya kamera, mbele yenu, ndicho kilichotokea hata wiki 2 hazijaisha. Leo tarehe ngapi? Mwezi wa kwanza mwaka 26. Twende swala la pili. Kuna nukuu hapa naomba usome. Inatoka kwa kalamu ya Ellen G. White, Christ Object Lessons, ukurasa wa 415 mpaka 417. Tutasoma tu mstari mmoja. Jua la haki inapaswa kuangaza katika matendo mema, kwa maneno ya ukweli na matendo ya utakatifu. Katika wiki hii tulijifunza kwamba kumjua Kristo, ndani yake ndipo kuna haki, kuna hekima ya Mungu, kuna ukombozi, kuna utakatifu, kuna yote. Sasa hii nukuu inazungumzia habari ya haki au jua la haki, na inahusisha hiyo haki na matendo mema. Swali, ingawa hatuokolewi kwa matendo mema, je, tunaweza kuokolewa kweli pasipo matendo mema? Yaani ukiangalia kwenye rekodi yako hamna kitu, hamna matendo mema, hamna yoyote, ila unasema nimehesabiwa haki, nimepatikana katika yeye, nasubiria ufufuo wa wafu. Mimi naangalia tulipokuwa hapo kabla ya kufahamu kuja kwa Kristo Yesu, kwa tulikuwa tunatenda matendo mema, lakini tulipomtambua kwamba ni Bwana na Kristo maisha yetu na mkozo wa maisha yetu, tunapata wokovu, si ndio? Lakini ule wokovu sasa natakiwa mimi niuendeleze kwa kuishi kama kiumbe kipya ambaye ninatenda matendo mema katika yeye ambaye amefanyaje, amenipatia wokovu. Sitendi sasa, lakini nishapata, inawezekana nikaokolewa. Kwanza lazima kuna upinzani kwanza hapo. Yaani inawezekanaje umepata wokovu afu huwezi tena kutenda mema, afu unategemea kwamba utakuwa. Yaani umeshapata wokovu afu usitende mema. Kwa hiyo nataka kuniambia wokovu ni mwanzo wa safari. Mwanzo wa safari. Na kama tulivyosema tumekamilishwa, lakini tunaendelea. Haishi hapo. Ni kuendelea. Itakuwa kamilifu. Sasa Kristo, umekuwa Mkristo. Umempokea Kristo. Kristo ni mtenda mema. Kwa hiyo ili uendelee kudumu kwenye Ukristo, uwe mtenda mema kama Kristo. Haya matendo mema anayotajwa hapa nini? Matendo mema ni tunda la Roho. Ni yanayotendwa kwa ajili ya Kristo na kwa uweza wa Roho wake, uweza wa nguvu zake. Ili nimjue yeye na uweza wa, amesemaje? Ili nimjue yeye na uweza wa kufufuka kwake. Kwa hiyo uweza wa kufufuka kwake lazima utende kazi ndani yako. Na matendo mema ndio matokeo yake. Sasa twende la mwisho. Kuna wazo ambalo tumezungumzia, anasema wale mbwa wanaotumainia mwili. Jamani, kama unanielewa au uelewe hii lugha ya mbwa, utafuatilia masomo yaliyotangulia hapa. Watu wanaotumainia mwili. Sasa hii inamaanisha nini hasa? Na kwani miili yetu hii sio zawadi, sio hekalu la Roho Mtakatifu kweli? Ni hekalu la Roho Mtakatifu. Hajatoka kwa Mungu kweli? Sasa hii lugha wanaotumainia mwili tuiweke vizuri hapa. Tuweke vizuri. Mwili tumepewa na Mungu, ambao siku zote katika mwili huu unatakiwa utumike kwa ajili ya kuzaa matunda mema, lakini sasa ni kama vile niseme kama vile utumizi wa kifaa, labda tuseme kisu. Kisu kikiwa jikoni kwa mama ni kina faida kwamba nakatia, lakini kikishika mwizi kisu hicho kinafanyaje? Kinakuwa ni
kwa kinakuwa cha maangamivu, silaha. Sasa mwili ambao umekombolewa na Bwana Yesu Kristo kwa matumizi mazuri kwa ajili ya neno lake la Injili unafaa zaidi. Kwa ajili ya Kristo. Kwa ajili ya Kristo unafaa. Mwili wa Bwana. Mwili wa Bwana. Uko subject katika nani? Bwana. Na kama alivyosema, tuangalie ni kwa nini tumepewa mwili. Kwa nini? Sasa kuna vitu ambavyo vinaishia mwilini. Kwa mfano wewe tulisema kwamba unatumainia chakula. Kisha shiba baada ya hapo. Sasa tumeambiwa tumtukuze Bwana. Ulapo au unywa. Ulapo au ufanyapo neno lolote. Ndio. Yaani usiishie tu kwenye kunywa au kula hapo. Ule kwa utukufu wa Bwana. Jana nadhani tulikuwa tunaongea hapa habari ya, nilikuwa nakuuliza maswali fulani, natamani kwenda Dubai wewe nini kama hivyo. Ni mambo ya tunaweza kusema ya mwili, lakini ukifanya katika Bwana, katika Kristo, utukufu kwa Mungu. Sema neno la mwisho tunapomaliza somo hili la 6 linalosema kumtumainia Kristo pekee. Kila mmoja atupatie tutumilia kuzidi kujua uzuri ulio katika Kristo Yesu, kuzidi kuyaona mambo ya dunia ni baki. Wewe uko serious? Haya, na wewe tupambane na jambo moja tu, afu mengine atafuata. Tumjue Kristo. Yaani tukishamjua tumewini kila kitu. Na mimi nasema tu Kristo anatosha. Amina. Amen. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya somo la 6 katika mfululizo wa masomo haya 13 ambayo tunaambana nayo tangu Januari hii mpaka Machi. Kwa mwendo huu tunaomba utushike tumalize kwa somo hata lijalo. Mpaka sasa tumeazimia ni Kristo na Kristo pekee. Amen. Neema hiyo iliyotushika utupe kuishika. Ufufuo uliotushika utupe kuchuchumilia sasa na hata milele. Na msikilizaji wetu ukatukutanishe naye tena kwa jina la Yesu. Asante sana ndugu mtazamaji, mfuatilie kipindi chetu hichi. Tumefika tamati somo la 6. Wiki ijayo tutaingia somo la 7. Tunasema wenyeji wa mbinguni. Amen. Karibu sana kwa pamoja tushirikiane kujiangalia Enos Makalindile. Nami Jeffrey. hapa ni Temboni, Dar es Salaam. Karibu sana.